kuna kisa kizuri sana naomba tujifundishe. Bwana mmoja alikuwa tajiri, bismillah mashallah. Kila anafika 10 Dhulhijja basi hutoa katika wale wanyama ambao anawamiliki, kama ni ng'ombe au ni mbuzi au ni kondoo. Alimtoa kondoo wake mmoja mkubwa sana, akampa mfanyakazi wake, akamwambia peleka ile katika nyumba ambayo kuna maskini. Basi alivomchukua ile mnyama ile mfanyakazi akampeleka akamgawa katika nyumba moja ya maskini. Ilikuwa ni kondoo mkubwa sana. Alivomgawa katika ile nyumba, siku ya pili yake yule tajiri akaenda sokoni. Akamwona yule kondoo wake kuna bwana mmoja amemshika amekuja naye sokoni. Alikuwa amemweka alama yule kondoo. Akamuuliza, huyu ni kondoo ambaye wewe umemnunua au wewe ndio unemlea? Akamwambia, kwa kweli ni jambo la ajabu sana, miujiza ilahia. Akamwambia, vipi? Asema, jana amekuja bwana mmoja ameniletea kondoo. Kama ulivyoona, bismillah mashallah, kondoo ni mkubwa sana. Sasa mimi jirani yangu hapa hamiliki hata kuku. Nikaona kwamba kondoo huyu ni mle peke yangu haiwezekani. Nikaamua bora nijie sokoni nimuuze kondoo, nitakapopata pesa nitanunua kondoo wawili, mmoja kwangu na mmoja wa jirani yangu. Ndio jambo ambalo limeleta sokoni. Yule bwana hakumwambia kama miendo alitoa ile kondoo, bali yule bwana alitoka na machozi, akatoa pesa akamnunua ile kondoo tena, ambaye kondoo ile alimtoa mwenyewe, ili yule bwana aweze kutimiza zile ndoto zake za kupata yeye kondoo mmoja, lakini vile vile na jirani yake. Hapa kuna ibra kubwa sana ndugu zangu, kama mnikufahamu. Lau kama ingekuwa matajiri wote wanawafikiria majirani zao kwenye karia yao, basi leo ingekuwa kuna maskini ana shida. Lau kama matajiri wote wangefikiria tarehe 10 Dhulhijja kwamba kuna ibada ya kuchinja, na kuna watu ambao hawajala nyama kwa muda mrefu wanatamani angalau siku ya Eid wachinje, basi wangejifundisha katika hadithi kama hii. Tuko kwenye 10 Dhulhijja, katika ibada hii kuna ibada ya kuchinja kwa wale ambao wametiania kuchinja siku ya Eid baada ya salat al-Eid. Kuna familia nyingi ambazo hawamiliki kununua nyama wala kuchinja, ikiwa ni hapa, ikiwa ni Afrika, ikiwa ni popote. Tuchukue mfano huu, tujifundishe na tuweze kuwasaidia wengi, angalau Eid hii wewe ambaye mwenye uwezo ufurahi, lakini na yule ambaye alikuwa hana uwezo wote wafurahi. Tuwe kitu kimoja na inshallah tutaweza kufanya mambo mazuri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.